nikwambie mpendwa, baraka za Mungu zinalindwa, zinatunzwa. Usipojua maarifa ya Mungu katikati ya maisha yako ya kuzilinda hizo baraka za Mungu, unaweza ukatenda lakini ukakosa ufunguo wa maarifa. Miongoni mwa mambo ambayo Yesu aliwalaumu Mafarisayo na Masadukayo, anasema hivi: Mafarisayo, Masadukayo na waandishi waliondoa ufunguo wa maarifa ya Mungu katikati ya watu wa Mungu. Amen. Waliondoa ufunguo wa maarifa ya Mungu katikati ya watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko pale, nao wa Mungu liko pale, lakini hawajui waingieje na kutoka na kulitumiaje hilo neno la Bwana. Matokeo yake wanaangamia kwa kukosa maarifa ya Mungu katikati ya maisha yao. Na miongoni mwa mambo ambayo Paulo anaomba kwa nguvu sana kwenye kitabu cha Wakolosai 1 ule mstari wa 9, anaandika leo, utasoma mwenyewe peke yako nyumbani. Imeandikwa hivi: na sisi tuliposikia habari za imani yenu, hatuachi kufanya maombi na dua ili mjazwe maarifa ya Mungu katika ufahamu wote wa roho, ili mwenende kama ulivyowajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa na kuzaa matunda kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Nini Paulo anachozungumza? Unaweza ukawa kanisani ukakosa maarifa ya Mungu katikati ya maisha yako, alafu kashindwa kuenenda sawa sawa na vile Mungu anavyotaka uenende, japokuwa umeokoka. Tuendelee kidogo. Maandiko yanasema mkijitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa nini ujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani? Anaposema ujitahidi, maana yake kuna upinzani. Amen. Kuna vitu vinaweza vikaja kuharibu huo umoja. Na kwenye kitabu cha Zaburi 133 ule mstari wa 1 hadi wa 3 anasema, huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, mahali watu wanakaa katika roho moja, katika moyo mmoja, katika nia moja, wakiwa wamehifadhi umoja katika roho, mifereji ya baraka za mbinguni. Hapo ndipo Mungu ameamuru baraka kwamba zitapita na zitakaa. Kwa lugha nyingine ni kwamba umoja katika roho ni daraja, ni sawa na daraja ambayo inapitisha kila aina ya magari, kila aina ya mizigo. Hilo daraja likivunjika, kila kitu kinadumbukia pale. Ndio maana maandiko yanazungumza, unapoendelea kwenye kitabu cha waraka wa kwanza sura ya 3, waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari anasema hivi: neno la mwisho ndilo hili, muwe na nia moja. Neno la mwisho ndilo hili, muwe na nia moja. Anapozungumza nia, anazungumza umoja. Amen. Na tunapozungumza umoja, hatuzungumzi makutaniko. Makutaniko yanaweza yakawa makutanika yako watu wengi sana, lakini hawana umoja. Watu wanaweza wakaingia kuabudu pamoja, lakini hawana umoja. Yesu alizungumza akasema hivi, kuna wakati aliona mkutano mkubwa sana, akawahurumia kwa sababu walikuwa wametawanyika katika roho. Akaona ni mkutano mkubwa lakini wametawanyika. Ni kama vile ambavyo mkutano hauna mchungaji. Katika mwili walionekana wako pamoja, katika roho kila mtu alikuwa na nia yake, kila mtu alikuwa na wazo lake, kila mtu alikuwa na mambo yake yanayoendelea. Mungu alipoangalia kwenye mioyo yao, akasema watu hao wametawanyika, ni kama mkutano usiokuwa na mchungaji. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi anasema ni vizuri watu wakae pamoja. Sio tu kwamba wakae pamoja, tuje kwa pamoja, lakini tuwe na umoja. Amen. Na anapozungumzia habari ya umoja, anazungumza habari ya nia. Nia, mwambie jirani yako nia. Mwambie jirani yako nia. Mwambie jirani yako nia. Soma kidogo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 19. Maandiko yanasema hivi, wawili wenu mahali popote wanapokuwepo wakipatana, mimi nitakuwa pamoja na wao. Anapozungumzia habari ya wawili hao, samani wale ambao wamejaoa au wamejaolewa, anazungumzia kwanza wale waliooa, na kama hawajaoa au kuolewa, wawili wao walio pamoja. Amen. Na ndio maana ukitaka kujua anazungumzia habari ya waliooa, nenda kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 7, anasema kaeni na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu
kusizuiliwe. Amen. Hajasema ya kwamba utaacha kuomba, maana yake ili maombi yenu yajibiwe. Amen. Maana yake ni nini? Usipopatana na mke wako, usipopatana na mke wako, maana yake daraja limevunjika la baraka za Mungu. Amen. Maana yake wote mtadumbukia pale. Hakuna kitu utakachokipata, hata kama madirisha yamefunguka kutoka mbinguni, lakini madirisha yanafungua kutoka mbinguni yanakuja hapa, gari inapopita daraja limevunjika. Maombi yanazuiliwa. Tunaposema baraka ni kile kitu ambacho Mungu ulikuwa unakihitaji kwacho, anapokupatia, hapo ndipo tunasema hizo ni baraka kutoka kwa Bwana. Amen. Ukitaka kujua habari ya baraka, nenda kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kuna baraka za uponyaji, kuna baraka za uzima, kuna baraka hata za kuongezewa siku kuwa nyingi. Amen. Kuna baraka za kuwa na amani, kuna baraka za kiuchumi kabisa zimetajwa mahali pale. Kuna baraka za kila aina ziko pale. Kuna baraka za mifugo, kuna baraka za kuna baraka za kila aina. Lakini jumla ya yote, baraka zote hizo zinalindwa na kitu kinaitwa umoja katika roho. Amen. 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 Na ndio maana kwenye Agano Jipya mtume anaendelea kufafanua, na sio mtume mmoja, mitume wanaendelea kufafanua. Maana msipokuwa pamoja katika roho moja, kwa kinywa kimoja, na kuwa na usemi mmoja, Mungu hawezi kuwepo hapo. Kwa lugha rahisi, baraka za Mungu zitapishana nyie. Siri ya mafanikio ya kanisa la kwanza ni kwa sababu wanaume na wanawake mioyo yao iliingiliana. Amen. Wakawa na roho moja, wakawa na nia moja, wakawa na wazo moja. Tunaposema hawa watu ni kitu kimoja, hebu tuende mbele kidogo, nasema mkinia mamoja.